Jambo la pili ambalo Mungu alikuja kulifanya akiwa katika umbo la kibinadamu ni kutuwezesha sisi kuishi maisha makamilifu bila dhambi. Unajua kwa nini? Ni kwamba dhambi ilipoingia haikuwezekana tena sisi kumpendeza Mungu. Mungu ametupatia sheria ambazo tulipaswa kuishi kwazo, lakini haikuwezekana tena sisi kumtii Mungu. Ndipo anakuja mwenyewe na kutuonesha kielelezo cha jinsi ya kutii habari za Mungu na jinsi ya kutembea katika maagizo ambayo Mungu ametupatia. Sasa angalia jinsi ambavyo Mungu alivyo mwenye upendo. Anakuambia ufanye kitu, lakini anaanza mwenyewe kufanya ili kupitia yeye wewe uweze kuona kwamba hicho kitu kinafanywaje. Na ndicho anachokisema Mtume Petro katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2. Tutaenda kusoma barua ya kwanza ya Petro sura ya 2 na tutaanzia aya ya 21 ili uone maajabu yaliyo katika neno la Mungu. Neno la Mungu linasema hivi katika Petro wa kwanza ile sura ya 2 aya 21, anasema kwa sababu ndiyo mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Unajua Mungu ni mwenye upendo kiasi kwamba hafakwambii tu ufanye jambo, tayari ameshakuonesha mfano wa jinsi ya kulifanya, na ndipo anakuja kuzaliwa kama mwanadamu ili anapokuambia usiibe uangalie mfano wa kielelezo cha maisha yake, kwa sababu aliishi maisha ya ukamilifu bila kufanya dhambi yoyote. Anapokuambia mtoto, kijana, tii mzazi wako, alikuja Yesu akaishi kama mtoto mdogo. Tunaambiwa alikuwa akimpendeza Mungu na wanadamu, hakuwahi kumkosea mzazi wake wakati wowote. Kwa hiyo kijana, mtoto, una kielelezo cha kuangalia ni jinsi gani mtoto anapaswa kumtii mzazi wake, ni jinsi gani mwanadamu anaweza kuishi maisha bila dhambi.